Kwa moja tunapeleka fedha kwenye maeneo yote, lakini tunazipeleka kwa namna nyingine ili kupunguza makali ya mtoa huduma yule kuifanya hilo kazi. Ataieleza zaidi katibu mkuu kupitia mtaalamu wake. Lakini matukio mengi ya ukatili, kuna mpango gani kuwa hayajirudii? Mpango tulionao ni sisi na jamii tushirikiane, matukio haya ya ukatili yasijirudie. Mengi yanatokana na migogoro ya kiuchumi. Ili kuweza kulifanyia kazi swala la kiuchumi lisiwe kisababishi, tuna program za uwezeshaji wananchi kiuchumi, achilia mbali wanawake, vijana na wenye ulemavu. Tunataka watu wakae kwenye vikundi. Kwenye vikundi wakikaa, watu wanawaza tu nikifika pale kwenye kikundi tayari napata hela. Hela zinafuata baada ya kuwa kwenye kikundi, ukapata taarifa, ukapata elimu, ukapata mafunzo, mkabadilishana uzoefu. Ukisha toka pale, ile elimu inakuambia na mtandao wa fursa zote. Kwa hiyo ninaomba tuwekeze kwenye malezi na makuzi. Neno nilitumia bondi. Tuna bondi vipi na watoto? Akikwerwa sana atakwambia, mabaya na mazuri utamwambia. Tunaenda nao misikitini, tunaenda nao makanisani, lini? Wakirudi nyumbani tunasali nao. Haya ni mambo ya malezi na makuzi. Wako watoto ambao wana tabia ngumu, na wako watoto ambao wamezaliwa wana shida ya afya ya akili. Unapoona changamoto kama hizo, mtoto akusikiliza, kuelewi, mtoto ni mtukutu, unarudi sasa kwenda kutafuta huduma za kitaalamu kupitia maafisa ustawi wa jamii. Inaweza katokea kwamba hata familia yenyewe ile ina changamoto. Sasa tuna mifumo ya kuhakikisha kwamba wanaoenda kinyume na sheria zetu na maadili zetu, wanafanya ukatili, wanawajibishwa. Tuna madawati 420 ya polisi, madawati ya kijinsia. Hao wamefundishwa vizuri sana kushughulikia masuala ya kijinsia. Kwa kama kuna mtu anafanya makosa ya ukatili, apelekwe huko. Tuna kamati za mtakuwa. Mheshimiwa alizungumzia mtakuwa, na naamini viongozi kwa maana waandishi wa habari mlioko hapa mnafahamu mtakuwa ni nini. Mpango wa taifa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto.